wadhribuhunna fil madaji'. Ikiwa itashindikana hatua hii ya pili, vile vile tutakwenda katika hatua ya tatu, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wadhribuhunna, watieni adabu. Na hapa Uislamu umeweka wazi kwamba kumtia adabu mwanamke si kumpiga makofi, si kumpiga mafimbo, si kumpiga mangumi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema la yadhribu ahadukum zawjatahu kama yadhribu an-naqa, asimpige mmoja wenu mkewe kama anavyopiga ngamia. Yadhribuha naharan wa yanamu ma'aha laylan. Bwana Mtume anashangaa, vipi mtu atampiga mkewe mchana halafu alale naye usiku? Khairukum khairuhum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni mbora wao kwa familia yake, kwa mkewe, kwa watu wake, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwamba tuwatie adabu, ikiwa hatua ya kwanza na ya pili haitafaa, haitafua dafu, si kumpiga kipigo kinachoumiza, kwa mujibu wa maneno haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana wanawachuoni wakasema mwanamke hapigwi makonde, mwanamke hapigwi kwa fimbo, mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga. Ni kiasi cha kuonyesha tu kwamba una hasira naye, ni kiasi tu cha kuonyesha kwamba huridhiki naye. Haina maana ya kumpiga na kumtoa madamu na kumuumiza, la. Sio mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hatua hizi tatu zitakaposhindikana, hatua ya mauidha, hatua ya kumuhama katika malazi, hatua ya kumtia adabu, zitakaposhindikana, hapo ndio inafuatia hatua ya talaka. Lakini kabla hatujafika kwenye hatua ya talaka, hapa tumeeleza nushuz kwa upande wa mke, wallati takhafuna nushuzahunna, wale ambao mwahofia uwasi wao katika wanawake. Je, ikiwa ni mume ndiye mwenye nushuz, kwa sababu kuna dhana kwamba nushuz, uwasi ni kwa wanawake tu, la, hata wanaume pia wako nashiz, wake waasi, wanaume waasi. Sasa mwanamume anakuwa vipi ni nashiz, muasi? Mwanamume anakuwa nashiz pale ambapo ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa jeuri. Mathalan, jukumu la kulisha familia, kumlisha mkewe. Ikiwa mwanamume ameshindwa au hataki kuitunza familia yake, na sio kwamba hana uwezo, hali zimebadilika, la, hataki kwa jeuri. Mtu asafiri kachukua mtoto wa watu, amwachia 10,000 wiki nzima. Huu ni uhuni, hii ni nushuz. Au mtu ana wake wawili au watatu, hapangi zamu sawa sawa, huku alala siku moja, kule alala wiki nzima. Hii ni nushuz kwa mwanamume. Kwa hiyo hata mwanamume pia anaweza kuwa ni nashiz, anaweza kuwa ni muasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika aya ya 128 katika suratul Nisa, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Ikiwa mwanamke atahofia uwasi kwa mumewe au kutelekezwa na mumewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapana ubaya wazungumze, wajadili, waelezane ukweli, amueleze tatizo lake ni nini. Wasulhu khairun
na mazungumzo ni kheri, ni jambo la kheri, paweza pakapatikana muafaka. Kwa hiyo ikiwa mume ndiye nashiz, vile vile mwanamke anatakiwa akae naye, wazungumze, wajadili ili waweze kupata muafaka.